Yes, mtazamaji wa Atu Media ambao umeendelea kutufuatilia kila wakati na kila mara, tumekuwa tukikuletea updates mbalimbali za gospel lakini na updates za kijamii. Leo bana, niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mwinjilisti anaitwa Method Ignas, lakini yeye ameamua kugusa nyanja ya kimichezo ili kuwafikia maelfu ya vijana, na hapa niko Mbweni ambako kulifanyika mbunji kubwa sana na timu yake bwana imeibuka kuwa na ushindi, lakini acha tu mtambue kwa nini aliamua kuwekeza kwenye michezo na si kwenye jambo lingine. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu sana katika jina la Yesu. Nimeamua kuwekeza kwenye michezo kwa sababu vipaji vingi viko mtaani na vinapotea. Kwa hiyo ikanibidi niweze kuwekeza kwenye michezo ili kuinua vipaji vya watu wengine waweze kusonga mbele zaidi kupitia vipaji, kwa sababu kipaji pia kinaweza kikakupa kuishi na kuchanua zaidi pale ambapo kinapata mtu wa kupush. Kwa hiyo nikaona kama mtumishi wa Mungu na nafasi hiyo, kwa sababu vijana wengi wapo huko, na ikanibidi niweze kuchukua nafasi hiyo, niweze kujumuika pamoja nao kwa support kwa namna moja ama nyingine. Hiko ndio kitu ambacho kimenisukuma kama mtumishi wa Mungu kuwepo katikati yao. Watu wengi wanahisi mpira ni jambo la mwilini sana, na wewe ukiwa kama mwinjilisti unazungumziaje sakata? Okay, ni kweli kwa mitazamo tofauti tofauti watu wanatizama hivyo, lakini mimi naweza nikaenda tofauti kidogo, kwa sababu kupitia mpira watu wengi wameweza kusurvive kwenda sehemu tofauti tofauti na wakapata kipato kupitia mpira. Na baada ya hapo kuna mambo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine yameweza kuwasaidia. Kwa mfano, unaweza ukaona kwamba mpira pia unaweza kuepusha mambo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine ungeweza kufanya na ukapotea, lakini kupitia vitu kama hivyo viweza kusapoti watu na wakaenda mbele. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikaongelea kupitia mpira pia, watu wanapata kipato halali ambacho lazima uvuje jasho. Kwa hiyo mimi naweza nikasimama kwa upande mwingine, mpira unaweza ukaa uko vizuri pale ambapo utamweka Mungu mbele na ukacheza mpira pia bila kujihusisha na mambo ambayo yanaweza tofauti na kimungu. Kwa hiyo unaweza ukacheza mpira pia lakini ukamtumikia Mungu kwa namna hiyo. Okay. Nimeona haiba yako na vijana ambao nimeona hapa kwenye mpira, vijana wengi ni warevi, wavuta sigara, lakini wewe umekuwa karibu nao. Pengine labda ukaribu wako na wao unatengeneza picha gani? Maanake nimeona wakikuita mtumishi, lakini bado wao wapo huko. Okay, mimi ninaweza nikasema kitu kimoja kwamba hata Yesu mwenyewe alijaribu kukaa na watu wote, alikaa na walevi ili aweze kuwavuta waje kwake. Kwa na mimi kama mtumishi wa Mungu, kwa kupitia fursa hiyo nimeona nijumuike pamoja nao, niwe pamoja nao kwa maana ya kwamba waje kule niliko. Ndio sababu hasa ambayo imenifanya kuwa pamoja nao bila kuwatenga. Kitu cha muhimu ambacho nimeona kinaweza mtoa mtu kwenda sehemu nyingine, mimi nikiwa katikati yao. Labda pengine mwamko wa vijana kubadilika. Wewe ukiwa kama mtumishi wa Mungu, Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Wewe ukiwa kama chumvi katikati ya vijana ambao wanaishi katika giza bado, mabadiliko au baadhi, una vijana wangapi ambao wamebadilika kutoka kwenye maisha ya kale na kuja kwenye maisha ya wokovu? Maanake tunahubiri Kristo kupitia mpira. Okay. Mabadiliko ni makubwa sana. Mabadiliko ni makubwa kwa maana ya tangu nimeingia watu wengi wamebadilika kitabia. Wengine wameshakuwa watumishi wa Mungu kupitia mpira, kupitia mimi kuingia, kwa maana ya kwamba wametoka kwenye maisha ya kale na kuwa viumbe vipya. Kwa hiyo wale ambao nimewapata kupitia michezo, nimekuwa nikiwakabidhi makanisa tofauti tofauti wakiendelea kumtumikia Mungu kwa namna moja ama nyingine, na nikiendelea pia kuwalea na kuendelea zaidi. Okay. Pengine labda changamoto mbalimbali ambazo umekuwa ukikutana nazo na unakabiliana nazo kwa namna gani? Changamoto zinakuwa ni kubwa sana pale ambapo unahitaji mambo fulani yaweze kufanyika kwa wakati, lakini inatokea pia huwezi. Kwa hiyo inabidi tu ukumbane nazo, kwa sababu changamoto hazipo ili tuzikimbie. Changamoto zipo ili tuzikabili. Kwa changamoto tunakabiliana nazo kwa namna moja ama nyingine, kusapotiana kwa kidogo ambacho kipo, tunajikongoja mdogo mdogo ili tuweze kufikia malengo ambayo
watu wanayo. Okay. Unajiona nani baada ya miaka mitano ijayo? Baada ya miaka mitano au 10 mbele, najiona ni mtu mkubwa kwenye tasnia hii ya mpira na kama mtumishi wa Mungu, na nimejipanga kupambana vilivyo ili kuweza kufikisha vipaji vya vijana waweze kufikia kule wanakotaka kwenda, na mimi pia najiona ni mkubwa zaidi ya leo mnavyoniona. Tumeona leo timu yako imeshinda. Siri ni nini? Siri ni kujipanga, na pia siri nyingine ni mazoezi pia na kucheza kwa umoja pia, lakini pia siri kubwa inahitaji hamasa kwa maana ya pesa. Kwa lazima ujipange pia kiuchumi na ujipange pia katika mazoezi. Kwa hiyo ninashukuru sana Mungu, vijana wamepambana na hatimaye tumeweza kuchukua kombe kwa sababu ya vile ambavyo tulijipanga kukabiliana na wapinzani wetu. Okay. Unahisi ndoto zako zitatimia kwa namna gani kupenyeza injili katika nyanja uliopo hasa kwenye mpira na hususan katika kipindi hiki ambacho tunaona uamsho unaendelea duniani kote na wimbi kubwa la Gen Z ndo tunatamani wakae kwenye gospel na wewe uko nao huko. Unadhani injili itaenea kwa kiwango gani? Mimi ninafikiri kwamba injili unaweza ukahubiri kwa namna tofauti. Kwa maana ya kwanza, mwanzo nilikuwa nahubiri mitaani, lakini nikatizama kwamba kuna vijana wengi ambao wako uwanjani na ikanibidi niweze kubadilisha mtindo wa kuhubiri. Sasa ili mambo haya yaweze kutimia, yanahitaji pia support. Watumishi wa Mungu waelewe kwamba vijana wengi wako uwanjani au wako mtaani, pia wanaweza kupata fursa pia ya kuweza kuungana pamoja nao. Sasa ili haya mambo yaweze kutimia, yanahitaji support yako wewe mtazamaji, na wewe ambaye haujajiunga pamoja, basi ni muda mzuri wa kuweza kujiunga pamoja ili tuweze kusongesha kwa namna moja ama nyingine na injili ikafika mbali. Vijana wengi wanakataliwa makanisani. Kuna klipu moja imetembea wiki mbili kama sio tatu kwenye mitandao ya kijamii. Kijana analalamika kwamba kutokana na muonekano wake alikuwa na rasta na ni mtu alikuwa anapenda ibada. Lakini mahali ambapo alikuwa anaenda kuabudu ni kama walikuwa wanamtenga kutokana na muonekano wake. Unahisi kanisa linakuwa sawa kuwatenga baadhi ya vijana kulingana na muonekano walionao kwa nje? Okay. Mimi ninaweza nikaajibu kwa mtizamo tofauti. Kanisa haliko sawa kumtenga mtu ambaye amekuja na muonekano tofauti, kwa sababu Mungu anaanza kutengeneza mtu ndani. Kwa hiyo kadri anapokuja ameingia kanisani, Mungu ataanza kumchonga taratibu mpaka abadilike, kwa sababu mchakato wa kubadilika huwezi kubadilika siku moja. Kwa hiyo anapokuja, mimi niweze tu kuambia kwamba ni vizuri kumpokea na kuendelea kumlea taratibu kupitia mafundisho yale ya awali, na akaweza kubadilika taratibu. Kwa hiyo si sahihi kuwatenga vijana ambao wamekuja na mtizamo tofauti ya vile sisi tulivyo. Wito wako kwa vijana duniani kote ni upi? Wito wangu kwa vijana, ili waweze kufanikiwa, ni vizuri zaidi waweze kumshika Mungu. Lakini pia niseme tu, saa ya wokovu ni sasa. Kwa hiyo wokovu hatuupati baada ya maisha haya kuisha. Kwa hiyo saa ya wokovu ni sasa, na wito wangu mkubwa ni kwamba wafanye mambo lakini wamtangulize Mungu mbele. Hilo itakuwa jambo la muhimu sana. Huwezi kufanikiwa bila Mungu. Asante sana mtazamaji, huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti ambaye alikuwa anahubiri injili mtaani, lakini sasa hivi ameamua kuwekeza kwa vijana hususan katika sekta ya mpira. Ameendelea kuwa sapoti, anatumia fedha zake, gharama zake ni ili kuhakikisha vijana hawawi na tabia mbaya, bali wanarudi kwenye lile kusudi. Lakini hii ni injili pamoja na Yesu katika sekta ya mpira. Mungu akubariki sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Shukrani.